Yani ufisadi sasa unaingia, kwa sababu kila mtoto anakuwa na malezi tofauti, kila mtoto kuwa anafanya ambavyo akili yake inavyomtuma, kila mtoto anakuwa anachukua kwa marafiki namna walivyofanya. Sasa ufisadi hili unaingia kwa wao watoto. Ufisadi leo naona siku sawa, sema vipi kwa leo naona kichwa changu akili haiko hapa kichwani. Kivipi? Akawaambia kwamba meli yangu ilibeba mizigo, sasa inakwenda huko na hakuna dereva, sijui inafikaje hapa. Akasema imamu, acha tukuache wewe, zimeruka. Akawaambia unaona, mnaniambia zimeruka kwa sababu gani? Kwa sababu ya meli yangu inakwenda bila dereva. Sasa nyie mnafikiri huu ulimwengu unaendeshwaje bila sababu duniani? Nyie hamna amana, na wao watoto ni amana. Ala kabisa ametukabidhi, sanasalu anha yaum alqiyama, atatuuliza kutokana na watoto yaum alqiyama. Qala Allahu ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu aliyetakasika ndani ya Qur'an kwamba almalu walbanuna zinatul hayati dunya, hakika mali na watoto ni mapambo ya duniani. Tumombe Mwenyezi Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Amma ba'd, ndugu zangu wa Islam, baada ya kumshukuru Jalla wa Ala, sala na salam zimuendee Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kabla tujiingie katika maudhui yetu ya leo, kuendeleza mada tulionayo, aya tulioanza nayo, Allah anasema wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tuiogope siku ambayo tutarejea kwa Mwenyezi Mungu. Thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun, kisha kila mtu atalipo kutokana na yale aliyoyatenda, na hakuna yeyote ambaye kwamba atadhulumiwa. Kwa hiyo tuko hapa ulimwenguni, tukae tukujua muda wote tunao tukarejea kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ni yapi ambayo tulioandaa kwa ajili ya nafsi yetu? Katika tambihi ndogo hiyo, moja kwa moja tuingie katika kumalizia sehemu ya tatu maudhui yetu. Ilikuwa nasema huququl aulad bimujibi alkitabi wa sunnati, haki za watoto kwa mujibu wa kitabu na sunna. Sehemu ambayo tulikuwa tumeishia katika kuzungumzia namna Nabii Yusuf alayhi salatu wassalam alivyokuwa kwamba ameonana na baba yake Yaqub. Tukatoa mifano mingi katika wiki iliyopita, lakini hadithi tuliyoisoma ni kwamba wa min huquqihim aidan al-adlu bainahum. Tukasema kwamba yote ilitokana na ile kuacha hizi haki za kuwatendea watoto uadilifu baina yao, wa adamu tafdhilu ahadin ala ahadi, kuhakikisha kila mmoja yani umemtendea haki ilivyo, usimpendelee mwingine kuliko mwingine, kama alivyokuwa amepata mtihani Nabii Yaqub. Tukasema kwamba hii hadithi lima rawa an-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu anna Nabii sallallahu alaihi wasallam qala, hadithi amepokea Nu'man ibn Bashir kwamba amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu kwamba ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, muogopeni Mwenyezi Mungu na tendeni uadilifu baina ya watoto zenu. Rawahu al-Bukhari. Kwa Bukhari utaipata ni 2587, wa Muslim 1623. Kwa hiyo sasa katika kuendeleza tuhakikishe kwamba tumemaliza hii mada leo biiznillah. Anasema kwamba wa min huquqihim arrahmatu, asema miongoni mwa haki pia za watoto ni kuwahurumia sana. Afu tunaambiwa kwamba walmulatafa, hiyo almulatafa kwamba katika kuwahurumia kuwafanyia pia upole. Faqad kana Nabii sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba
yarhamu swighara, kwamba alikuwa akiwahurumia sana wadogo. Asema wayukabiluhum, na vile vile alikuwa akiwabusu katika vichwa vyao. Akikutana na watoto anawahurumia, anawabusu, anakaa nao kwa mahaba ya hali ya juu. Qal, asema tena hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwamba man la yarham la yurham. Hii hadithi ni mutafaqun alayhi. Anasema kwamba yeyote ambaye hatohurumia na yeye hatohurumiwa, na maana hatohurumiwa na Mwenyezi Mungu. Hii ni mutafaqun alayhi, amepokea Imam Bukhari na Muslim. Kwa Imam Bukhari ni 6013 na Muslim 2013. Kwa hiyo kuhurumia sana watoto. Lakini tutaangalia sasa baadhi ya mipaka dini imeleta kutokana na ule huruma. Ni huruma gani? Ayuha almuslimun, ayu islamu, inna tadhi'a huquqi alawladi, hakika hii tadhi'a au huquqi alawlad, hakika kupoteza haki za watoto. Katika kupokeza tadhi'a ni kupokeza huquqi alawlad, haki za watoto. Asema kwamba inna tadhi'a huquqi alawlad sababu lifasadihim, yani ufisadi sasa unaingia, kwa sababu kila mtoto anakuwa na malezi tofauti, kila mtoto kuwa anafanya ambavyo akili yake inavyomtuma, kila mtoto anakuwa anachukua kwa marafiki namna walivyofanya. Sasa lifasadihim, unaingia kwa wao watoto ufisadi. Asema wa sababu lifasadi almujtami'i kullihi, na ule ufisadi ukishaingia sio kwa mtoto mmoja, utaingia katika jamii nzima. Huyu atampa huyu. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo tuliyaona kwamba vijana wetu wanaingia kupitia nini? Wanaingia kupitia labda marafiki, kupitia mazingira ambayo wanayokuepo, mahala wanapokwenda huko siji wapi. Kwa hiyo mtu atakuwa havuti sigara mtoto, lakini atajifundisha kuvuta sigara. Alikuwa havuti, atajifundisha kuvuta sigara, atavuta bangi mpaka unga. Baadhi ya vijana wetu walidiriki, tumewashuhudia wakifanya hivyo, wanavuta drugs kutokana na makundi mabaya ambayo wamekutana nayo. Kwa hiyo hii inakuwa ni hasara kwa sisi sote, sio kwa mtu mmoja, kwa sisi sote. Kuritadi, kuacha Uislamu kutokana na mazingira ambayo wanayokuwa nayo, wakauacha Uislamu, hii inakuwa ni hasara katika jamii yetu ya Kiislamu. Kwa sababu kuritadi inatokana mtu yupo katika mazingira gani, anasoma dini, anakulia. Abu Hanifa alikuwa siku moja wanakuja kumfanyia kwamba wako katika kumuuliza maswali wasiokuwa Waislamu waliokuwa nakanusha kwamba Mungu hayupo. Alikuwa anawapa mifano tu, anawaambia niacheni kwanza. Wakazungumza nao, wakawaelekeza, wakuelewa, akamwambia niacheni, leo naona siko sawa. Akamwambia vipi mama? Akamwambia leo naona kichwa changu akili haiko hapa kichwani. Kivipi? Akamwambia kwamba meli yangu ilibeba mizigo, sasa inakwenda tu huko na hakuna dereva, sijui nafikai hapa. Akasema imamu, acha tukuache wewe, zimeruka. Akamwambia unaona, mnaniambia zimeruka kwa sababu gani? Kwa sababu ya meli yangu inakwenda bila dereva. Sasa nyie mnafikiri huu ulimwengu unaendeshwaje bila Mwenyezi Mungu? Nyie hamna akili, nyie hamna nani, mnaniambia hamna, hamumwamini Mungu, ina maana hamna ilmu. Nionyesheni hizo akili zenu ziko wapi, zileteni. Nyie mna akili, basi nyie hamna. Kama hamna, na nyie zileteni. Kwa hiyo tusikubali watoto zetu wakauacha Uislamu. Ziko mbinu nyingi sana. Kwa hiyo ni mambo mengi sana. Alafu kitu kingine, kuhakikisha kwamba kujua muda wa watoto wanalala saa ngapi na nini, muhimu sana katika tarbia, katika malezi. Isiyo kwamba mtoto anafika saa 8 saa 9 anatoka klabu, anafunguliwa mlango. Haiwezekani hayo mambo. Hao wakitimiza miaka 18 anakuwa yuko huru. Katika Uislamu hakuna hivyo. Mtu akishabale tayari, lakini kama yuko chini ya wazazi atatembelea wazazi. Nabii Nuh alayhi salatu wassalam alikutana na mitihani. Kwa maana hapa tumemwambia katika huruma, ule huruma uwe na mipaka. Huruma tuwe ndio na huruma, lakini ule huruma usizidi. Nabii Nuh aliona mwanae jinsi anavyoangamia kwa macho yake. Tuitizame sura Hud, sura ya 46. Hii sura ni ya sura ya 11 afwan,
aya ya 46 katika sura Hud, akamwona mtoto wake jinsi maji sasa yanakuja yanamuangamiza mwanawe. Akasema hapana, na mwanangu. Lakini kwanza ukinukuu katika Qur'ani, ukianzia hii aya ya 45 katika sura Hud, utaangalia nini kilichotokea. Hii ni aya ya 45, inasema kwamba wanada Nuhu rabba, akasema Nuhu kumuita rabba, anamuita yeye Mola wangu, faqala rabbi, ye Mwenyezi Mungu, inna bani min ahli, hakika mwanangu anaangamini katika watu wangu, wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin, hakika na ahadi yako ni kweli, mimi huwezi ukaangamiza katika watu wangu. Inakuwaje tena mwanangu anaangamia? Wa anta ahkamul hakimin, nawe ni hakimu wa mahakimu, wewe Mwenyezi Mungu. Akaona kwamba nabii wa Mwenyezi Mungu anafanya dhulma. Allah akamwambia, qala ya Nuhu innahu laysa min ahlika, akamwambia huyo mwanawe sio katika watu wako. Nabii wa Mwenyezi Mungu akashtuka, vipi? Aya inaendelea kusema innahu amalun ghairu salih, kwa sababu matendo yake sio matendo mazuri. Ina maana mtoto wako ukiwa na matendo ambayo sio mazuri, sio katika watu wako, ameshabaligh, anaanza labda kukuletea wanawake nyumbani, kama ni mwanaume, kama ni mwanamke, anaanza kukuletea wanaume nyumbani, eti anafanya nani kwa kufanya homework yao, ni mara friends wa kazini, na wao wanawapelekea chakula. Utaingia kwenye hii hali. Ndio Mwenyezi Mungu anamwambia innahu laysa min ahlika, hakika huyo sio katika watu wako. Innahu ghairun amalu salih, asema innahu ghairu amalu salih, hakika innahu, hakika yeye mtoto, hii unaduku mtoto, amalu, matendo yake, ghairu salih, sio mema. Akamwambia, akampa onyo, akamwambia fala tasalni ma laysa laka bihi ilmu, akamwambia usirejee kuniomba kitu ambacho huna elimu nacho. Mtume wa Mwenyezi Mungu akapewa onyo kali sana kuingiwa na ule huruma. Allah akamwambia kwamba inni uidhuka an takuna minal jahilin, ukifanya hivyo utakuwa miongoni mwa watu majahili. Subhanallah. Mtume wa Mwenyezi Mungu anaona kweli nimeteleza, akasema kwamba qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmu. Mwenyezi Mungu, kweli sitakuwa tena sikuombi mambo ambayo sina ilmu nayo. Akalia sasa kwa Mwenyezi Mungu akamwambia, wa illa taghfir li, ikiwa huto nisamee mimi, watarhamni, huto nirehemu, akamwambia akum minal khasirin, nitakuwa miongoni mwa watu ambao wamehasirika. Utaiangalia ni katika sura Hud aya ya 45 mpaka 47. Sura Hud ni sura ya 11 katika Qur'an. Kwa hiyo hata unaweza kaingiwa na huruma na mwanawe, lakini dini ina mipaka. Anaendelea kusema kwamba qala nabii sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, sala na salamu ziwe juu yake, kwamba kafa bil mar'i ithman, inamtosha mtu kabisa kupata madhambi. Kwa nini? Asema ayudhayya man yaulu, kwa kupoteza haki za wale ambao anaowalea, akuwalea katika misingi ya Kiislamu, watatu wakapotea, akawaacha wafanye wanavyotaka, anapata madhambi. Hii hadithi ni rawahu Abu Daud 1629 wa sahahahu al-Albani, na ameisahihisha Imam Albani. Kwa hiyo katika kuendelea na hotuba yetu, falnattaqillaha fi abnaina, tumuogope Mwenyezi Mungu kutokana na nini? Na hii haki tuliyopewa ya watoto. Wa na'mala ala tarbiyatihim, na tulipe umuhimu ili suala la malezi tulipe kweli kweli umuhimu. Asema tarbiyatan imanatiyan, afwan, tarbiyatan imania. Asema katika malezi ya kiimani lazima tuhakikishe kwamba ile malezi tumewapeleka kiimani. Asema khuluqia, na katika khuluqia na malezi ya kitabia, fahum zinatul hayati dunya, na watoto ni mapambo miongoni mwa mapambo ya duniani. Wahum amanatun,
na wao watoto ni amana. Allah ametukabidhi, sanasalu anha yaum alqiyama, atatuuliza kutokana na watoto yaum alqiyama. Qala Allahu ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu aliyetakasika ndani ya Qur'an kwamba almalu walbanuna zinatul hayati dunya, hakika mali na watoto ni mapambo miongoni mwa mapambo ya duniani. Tumombe Mwenyezi Mungu msamaha kutokana na yale ambayo tunayatenda usiku na mchana kwa kujua na kwa kutokujua. Aqulu qawlu hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, sala na salamu zimwendee bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika kuendelea na hotuba yetu ni kwamba tuko katika kuzungumzia waliotukusanyia ulama kutokana na malezi ya watoto. Nasema kwamba ittaqullaha ta'ala haqqa taqwa, tumuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukweli wa kumuogopa. Asema wa'lamu anna al-aulada zinat, kama tulivyosema tuelewe kwamba watoto ni mapambo. Asema kwamba wabtilau na vile vile ni mitihani, ni mitihani. Ukiangalia katika suratul Taghabun aya 46 imezungumzia inna min azwajikum wa auladikum fitna, hakika miongoni mwa watoto zenu na wake zenu baadhi yao ni fitna, kama alivyokuwa mke wa Nabii Nuhu anampiga mume wake vita, anakwenda kuwaleta watu wa kumshambulia nabii wa Mwenyezi Mungu, na mtoto jinsi alivyomuasi nabii wa Mwenyezi Mungu walimuasi hao. Kwa hiyo tuwe makini sana, ni mitihani Allah ametupa. Asema kwamba wa ni'matu, na vile vile ni neema kama tulivyoeleza awal, wa mas'uliyatun, na watoto hawa tutaulizwa kutokana na kila ambacho walichokitenda hapa ulimwenguni kabla hawajabaligh, yatakuwa yako juu yetu. Baada ya kubaligh, kama wameshaondoka au kama ni binti ameenda kwa mume wake, hapo namkabidhi majukumu. Kwa hiyo asema wa min shukri hadhihi ni'mati, na katika kuishukuru neema hii ya watoto, an naquma biwajibi tarbiyatihim, ni wajibu kufanyaje? Kusimama na tarbia na malezi ya hawa watoto, wa riayatihim, hapa kwamba na kuwachunga, wa akuna lahum qudwatan, na wao hawa watoto wakiiga qudwa, yani kutoka kwa wazazi. Sasa qudwatan hasanatan, kutoka kwa wazazi, fil aqwal wal af'al, kutokana na kauli tunazozitoa midomoni pamoja na matendo yetu. Sawa, usimuite mtoto katika jina ambalo sio zuri. Huyu hawaji na akili. Wewe ukishazungumza mzazi kwamba huyu hawaji na akili, ni lofa, huyu ni fala, huyu ni nini, malaika wa kheri watasema amin, atakuwa kweli hana akili. Tutizame ya kuambia katika maneno yetu, tutizame matendo yetu. Asema ayuhal muslimun, enyi Waislamu, innal abnaa tahjuna ila kalimati tayyibi, hakika wanahitaji watoto maneno mazuri, wa ish'arihim, asema na kujihisi wao wale watoto bil amani, wapo katika amani. Watoto wanatakiwa waishi hivyo, wako katika amani. Wal mahabba, na vile vile wapo katika mapenzi. Wapokuwa na wazazi wao wawili, wakiwakosa wao wakumbuke kutokana na namna ambavyo wanavyoamiliana nao. Asema kama yahtajuna ila mutabaa, kama inavyohitajika katika kufuata mutabaa. Tulishalieleza ile neno sana mutabaa, kama alivyokuwa ameelekeza yale mambo yote mtu wa Mwenyezi Mungu na wao mwenyewe
kufuata ule mutabaa, zile njia. Wa tawjihi, na maelekezo kama tulivyosema. Asema wa nushin hakim, na kuwapa nasaha. Nushin ni zile nasaha ambazo ni za hekima katika kuzungumza nao. Unawapa nasaha za hekima. Ukiona amefanya kitu unamkaripia, lakini unamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpe hidayah, Mwenyezi Mungu muongoze. Unatoa yale maneno mazuri. Unakuwa unamuombea kila wakati dua, lakini hapana kila wakati kumshambulia kwamba ni tahira, kwamba akili zake haziko sawa sawa. Jitahidi neno la mwisho wakati amekuudhi unamkaripia, lakini Allah ampe hidayah na atupe sote hidayah. Unakuwa unamuombea hidayah. Asema wa salahul abnai, na kutengeneza watoto. Asema la yakunu bilkalima wahida, aiwi katika neno moja tu. Asema bilqudwa, yani kama tulivyosema kuigiza, al-amaliyat, katika kuigiza yale matendo. Asema allati yarawnaha fi abaihim wa ummahatihim, ni katika yale matendo ambayo wanayaona kutoka kwa baba, kutoka kwa mama zao, wanafanya hivi, na yale yanakuwa yanawaathiri watoto usiku na mchana. Na ndio maana tunatakiwa wazazi, hasa tu tunajua hizi haki miongoni mwa haki za watoto. Nasema kwamba wa'lamu anna at-tarbiyata mas'uliyata, tuelewe kwamba hii tarbia itakuwa masulia. Hili neno linarejelea kila wakati kwamba tutaulizwa masulia, tutaulizwa kutokana na tarbia. Asema kwamba masuliyatun, asema masuliyatun mushtarikatu baina al-aulad. Yani masulia mushtarikatu baina al-aulad ni kushirikiana baina ya wazazi wawili katika kuwalea watoto. Hata kama kuna matatizo au mmetengana, jitahidini kuambia watoto mazuri, msiwajumlisha watoto, wewe unampulizia ili huyu unampulizia huyu, yanaendelea kuwachanganya watoto. Ni kushirikiana ninyi wawili. Wanasema wa anna ma nabdhuruhu al-yawma, asema kwamba na hakika kile ambacho kimetolewa au mmekitoa kwa ajili ya watoto, fi nufusin, katika nafsi zao, katika wale watoto nafsi zao. Asema auladina, au nafsi zote tu, au auladina, ina maana katika sasa watoto wetu. Asema sanajnihi ghadan, sanajnihi ghadan ina maana tutavuna kile ambacho tulichokipanda. Kama umepanda ubaya au umetenda mema, kadri atakavyokuwa mkubwa mtoto wako atakuwa kutokana na wewe namna ulivyomtengeneza. Asema kwamba fajitahidu, tujitahidi, rahimakumullah, hala aturehemu. Asema fi islahi buyutikum, katika majumba yetu, wa abnaikum, na vile vile katika kujitahidi kuwalea watoto zetu. Wa akthiru min duai, tuzidishe sana. Alizia hutuba anasema wa akthiru min duai, tuzidishe sana kuwaombea dua kila unaposali. Usiwasahau watoto katika dua. Tulifundisha dua, na dua ziko nyingi za kuwaombea watoto. Ukitizama sura Ibrahim aya ya 40 inazungumzia mambo mengi ambayo ni ya dua ya kuombea watoto, kuiombea wewe, kuombea wazazi waliotangulia, unapokuwa unasujudu, unapokuwa upo katika sala, ndo ambao muda ambao Mwenyezi Mungu anakubali. Ukiamka kusali usiku, kusali alfajiri, sala zote usiwasahau, zidisha hiki kitu. Asema kwamba wa akthiru min duai, zidisheni sana kuombea dua. Alafu akamalizia kusema kwamba fa inna da'watal walidi, asema kwamba fa inna da'watal walidi, hakika dua ya mzazi, liwaladihi, kwa mtoto wake, mustajaba, ni kukubaliwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo usipoteze fursa ya kuwaombea watoto dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiinua wewe mzazi kumuombea mtoto, kama alikukosea jambo, atapatwa na mazito hapa ulimwenguni, na kama ni mwenye kuongoka unamuombea hidayah, itakuwa ni mustajaba, dua yako itakubaliwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Dua ya mzazi kwa mtoto hakuna pazia.
Kuna baadhi ya dua zinapazia, mtu amemdhulumu mwingine, awe kafiri, awe nani, akiomba kwa Mwenyezi Mungu ingawa ni dhulma amefanyiwa, ile dua haina pazia. Kama vile vile mzazi kwa mtoto na nafasi kubwa, akiomba chochote kile, ndio tunatuombea ile maneno ambayo tunajisahau kuwakemea watoto. Tuangalie baada ya hapo wanakuwa ni vile vile tunavyotamka kwenye ndimi zetu, ndio tutizame ni yepi ya kutoa kwenye ndimi zetu. Tutakuwa ndio kuishia hapa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma anil khulafa'ir rashidin Abu Bakr, Umar, Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati rasulika ajma'in. Allahumma izal islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikeen. اللهم أصلح أبناءنا اللهم أصلح أبناءنا اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا واهدهم الأحسن الأخلاق واهدهم الأحسن الأخلاق والأعمال واجعلنا قرة عين في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من الموت وقربته. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Mwenyezi Mungu tunakuomba uongoze watoto zetu ya Rabbal Alamin, wawe ni wenye kukujua, waweze kupigania la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah mpaka pumzi zao za mwisho, na sisi sote kwa ujumla. Mwenyezi Mungu tunakuomba kabla kufa kwetu tuweze kutamka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mwenyezi Mungu ndio kauli yetu ya mwisho ya kuondokea hapo ulimwenguni. Mwenyezi Mungu tunakuomba uturuzuku pepo yako ya Firdausi bila ya hisabu wala ya adhabu. Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu tunakuomba utupe mwisho mwema. Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, kila mwenye matatizo baina yetu hapa tunakuomba Mwenyezi Mungu mtatulie. Wewe ndiye mweza kila jambo ya Qahhar, ya Azizu ya Allah, ya Sataru ya Allah, ya Wahhabu ya Allah, ya Mu'minu ya Allah, ya Muhaiminu ya Allah, ya Mutakabbiru ya Allah, ya Mutakabbiru ya Allah, ya Jabbaru ya Allah, ya Sataru ya Allah, ya Wahhabu ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.